anasema ni jambo zito hili, simama. Unakaaje jambo zito hivi la jicho? Sema kikao cha wanaume kinasema. Kikao cha wanaume kinasema Hakuna kutoa jicho. Hakuna kutoa jicho. Tutalinda jicho. Tutalinda jicho. Tutalinda majicho yetu na ya vizazi vyetu. Kwa kifupi, tumekataa ushoga. Tumekataa ushoga. Sema tumekataa ushoga. Tumekataa ushoga. Kikao cha wanaume kinasema. Kikao cha wanaume kinasema Hakuna ushoga. Hakuna ushoga. Keti. Nikuchane live hapa sasa. Una wengine mna bahati mbaya, matoto ya kiume ndo mengi. Bora uzae mwanamke, unasema hata akiwa malaya sawa. Kaka, bora mtoto wako awe malaya ulikuwa ni kuangukia ushoga. Mwenyezi Mungu ni stiri kwenye kizazi changu. Alafu nyinyi mnawapa platform. Mnaenda mna comment. Ukienda ku comment kwenye page ya shoga, maana yake umemwambia Mwenyezi Mungu wewe sio kitu. Mungu haupo. Mtu anajifananisha kama mwanamke, anapaka lipstick, anatoboa hereni, anatoboa pua, anapaka vitu mdomoni, anavaa magauni, anavaa mawigi kama mwanamke, anafanya hivi, anachamba watu. Nyinyi mnamsupport. Wallahi na hapa. Nikiapa hivyo nimemaanisha. Kwa sababu hata mlevi akikasirika anaongea lugha yake. Garabi, nimekuona na watoto wako babangu. Watoto wako wazuri, wa kiume, wapo kwenye gari. Lazima uwe na uchungu nao na kesho yao. Lazima uwe na uchungu nao na kesho yao. Baba mmoja Marekani kule aliletewa mtoto wake huyu hapa. Mzee akaanguka hapo hapo, kafa hapo hapo. Na kipindi kilikuwa kinauka live. Iko YouTube ile account. Na ni ile video labda kama umeifunga. Ni laanatullah alladhi lahu milki samawati wal ardh. Allah subhanahu wa ta'ala aliangamiza Sodoma na Gomora. Watu wanaingiliana. Leo tunaona ni kawaida. Hali inazidi kuharibika. Watoto wetu wanaharibika. Jamii na maadili yanaporomoka. Ni kama vipofu, hatuoni. Wanaume, hamuoni baba? Hamuoni mambo yanavyoharibika? Kila mtu iko kimya. Wanaogopa kufa, wanaogopa kuuawa. Mimi Allahu yaalam, Mungu ndiye mwenye kujua maisha yangu mwisho wake. Lakini siwezi kuacha kuongea ukweli, kwa sababu hakuna mtumishi wa Mungu anayeishi maisha marefu. Sifa ya mtumishi wa Mungu ni kuongea ukweli kwa jamii, na mimi niko tayari kuongea ukweli maisha yangu yote. Yes sir.